Hali gani mpenzi mtazamaji wa ZEC Online TV, karibu katika kipindi chetu cha elimu ya wapiga kura. Naitwa Mohamed Idris Haji nikiwa na bwana Khamis Isa Khamis, mkuu wa kurugenzi ya huduma za uchaguzi, Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Bwana Khamis, karibu. Asante sana. Leo tutazungumzia dhana nzima ya pingamizi. Wananchi wamejitokeza kwa wingi katika kuhakiki taarifa zao katika ile orodha ambayo imewekwa wazi. Sasa hebu tuelezee, kwa mtu ambaye anataka kuweka pingamizi anatakiwa afanye nini? Asante. Kama tulivyopita katika mada iliyopita ile kwamba tumeweka wazi orodha za wapiga kura walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Sasa pale tulisema kuna mambo matatu. La kwanza, mtu anaweza kuwasilisha lalamiko kwamba ameandikishwa lakini taarifa zake hazikunakiliwa vizuri, akaomba ziwekwe vizuri. Lakini ya pili kwamba pengine ameandikishwa na risiti amepewa lakini jina lake halionekani, kwa hiyo akaomba liingizwe katika orodha. Hiyo atachukua fomu ya malalamiko MO inaitwa namba 5. Atajaza hiyo na ataiwasilisha kwa msimamizi kwa afisa uandikishaji. Afisa uandikishaji atashughulikia hilo tatizo lake na malalamiko yake yatarekebishwa. Lakini jambo la pili ambalo ni kubwa au la tatu, maana kwamba ni pingamizi. Sasa pingamizi maana yake kama wewe umekwenda kuangalia orodha ukaona kwamba sijaridhika labda na uwepo wa mtu fulani katika orodha. Yaani muombaji huyo, mlalamikaji au mpingaji, anatakiwa kuchukua fomu kwa mtendaji wetu pale, form PO nambari 6. Utachukua hiyo fomu pale ambapo kwa kipindi hichi ambacho na ndo pingamizi ndo zinafanyika pale katika kituo, kwamba umeona kwamba huyu sikuridhika naye, unaweza ukaomba fomu kwa mtendaji wetu pale aliyeko katika kituo na fomu ile. Lakini kama utaona kwamba labda utakuwa uzito, basi unaweza ukapakua fomu hiyo katika mtandao, katika website ya Tume ya Uchaguzi tayari ipo na unaweza Sasa utachukua hiyo fomu, utaijaza, lakini kabla hujarejesha hiyo fomu utafika katika ofisi yetu ya wilaya kwanza kuchukua control number. Control number utalipia, utaweka dhamana, maana yake inaitwa dhamana ya 50,000, ambazo dhamana hii kama kesi ile au lalamiko lile au pingamizi ile utashinda, pesa yako inarejeshwa mwenyewe. Na kama utashindwa, kwa hiyo pesa hiyo itaingia katika mfuko wa serikali. Kwa hiyo ukesha kuijaza hiyo form vizuri, utajaza particulars zako, utajaza particulars za huyo ambaye unampinga, utasema sababu kwa nini unampinga. Kwa maana hiyo kwamba utaambatanisha na wakati wa kurudisha hiyo fomu risiti ya malipo kwanza ya kwamba umeweka dhamana, lakini ya pili viambatanisho vya uthibitisho wa hoja zako kwamba yule mtu hana nafasi ya kuingia katika daftari. Huo ndio utaratibu. Utachukua fomu, utaijaza, utairejesha kwa mujibu wa utaratibu ulivyowekwa kwamba ina dhamana 50,000. Umeelezea utaratibu mzima wa mtu kuweka pingamizi. Sasa ikitokezea kwamba pingamizi ambayo imewekwa imekataliwa na afisa uandikishaji, je, mweka pingamizi ana nafasi nyingine ya kwenda mbele au kuna hatua gani anatakiwa afanye? Kama ilivyo kwamba afisa wa uandikishaji ni hatua ya kwanza katika ile zoezi la display pale unapoweka pingamizi. Sasa ukiwa hukuridhika pale na uamuzi wake yule, bado unao uwezo wa kwenda kukata rufaa kwa Tume ya Uchaguzi. Kwa hiyo vile kuna fomu ya rufaa ambayo hii sasa utaipata, ama afisa wa uchaguzi wa wilaya hapa anaweza kukupatia, au unaweza ukaja makao makuu hapa utapatiwa hiyo fomu ya rufaa na utakata rufaa. Lakini na hii nayo kama ilivyo kwamba utalipia malipo kama yale ya pingamizi. Utaweka dhamana manake kwa yule ambaye, kwa dhamana ya rufaa ambayo unaikata. Kwa hiyo
kuna fomu ya rufaa ambayo utapewa, na hiyo utaijaza, utathibitisha, na hiyo ukirudisha, unarudisha sasa kwa mkurugenzi wa uchaguzi, kwa sababu hiyo itasimamiwa na tume. Kwa hiyo mkurugenzi ndio katibu. Kwa hiyo utairudisha hiyo pamoja na risiti ya dhamana, lakini na vielelezo vyako na hiyo fomu. Tume kisha kusema kwamba sasa huyo aandikishwe, huyo mtu ataandikishwa, au akisema kwamba huyo mtu atolewe, atatolewa, au mtu vitu kama hivyo. Bwana Hamisi, zoezi la uwekaji wazi zilianza tarehe 24 na tunategemea kwamba litamaliza tarehe 30. Wito wako kwa waombaji ambao bado hawajaenda kuhakiki taarifa zao? Najua pana orodha 3 pale. Kwa hiyo wapiga kura wapi, ili ujihakikishe kwamba utaingia au ile nafasi ya kuingia katika daftari unayo, basi uende ukaangalie jina lako lipo. Likikuwepo, maana yake kwamba kama halikupata pingamizi, utaingia katika baada ya kumaliza siku, utaingia katika orodha, utaingia katika daftari. Lakini kuna orodha zile za walopoteza sifa na wanaohamisha. Kwa hiyo na wale pia waende wakaangalie kwamba mtu utakuwa na uhakika kwamba kweli kule nilikokwenda kuhamishiwa sasa nimepata kuhamishiwa. Lakini kwa wale ambao hawajapoteza sifa, mtu anawezekana kwa bahati mbaya au nzuri akawa ameingizwa katika orodha amepoteza sifa. Kwa maana kama hakwenda akaangalia, inawezekana kwamba jina lake likafutwa wakati bado anazo sifa za kuwemo katika daftari. Kwa hiyo wito ni kwamba waende kwa wingi, tena wao wenyewe wakajiridhishe kwamba zile taarifa zilizobandikwa pale zimebandikwa kwa usahihi na hazitamuathiri kwa namna moja au nyingine wakati wa utayarishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Asante. Mpenzi mtazamaji wa ZEC Online TV, hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha elimu ya wapiga kura. Ni mimi Mohamed Idrisa Haji nikiwa na Bwana Khamis Issa Khamis, mkuu wa kurugenzi ya huduma za uchaguzi, Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Asanteni.